Tunayo furaha kubwa kukukaribisha ewe mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu Kwetu News 24 kwa asubuhi ya leo tarehe 12 Februari mwaka wa 2026. Na hivyo leo tutakusogezea habari kutoka pande mbalimbali za dunia hii, na hasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako vita vinaendelea kuripotiwa kwenye redio yetu, na tutakuwa hasa ndani ya mji wa Uvira ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeamua kutumana watu wake ili kuendelea kuonya taifa hilo la Uvira kutokana na mabomu yaliyoachwa na waasi wa M23 ndani ya mji huo, na hivyo iliendelea kuwaonya kujiepusha na jambo lolote lenye kufanana na bomu na kuendelea kujuza serikali iwepo wataona jambo fulani lenye kuonekana kuwa linaweza kuhatarisha uhai wa wananchi wa Uvira. Hivyo mpenzi mtazamaji, hapana kuondoka, endelea kuwa nasi na tutakujuza mambo zaidi ambayo yamejiri kwenye mkutano huo wa watu wenye kuonya watu wa Uvira ili kunusuru maisha yao na ulipuzi wa mabomu ya kiolela. Acha basi tuipongeze serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaendelea kuonesha upendo wake kwa raia wake kwa kuendelea kuwaonya dhidi ya mabomu yaliyoachwa na waasi wa M23, na waliendelea kuwaeleza kuwa kuna mambo fulani ambayo yanatumiwa ndani ya nyumba na inaweza kuwekwa kuwa kama bomu, kama vile mbilika na mambo mengine mbalimbali kama vile mtwangio na kino vinaweza kutegwa mabomu na hivyo kuzuru maisha ya binadamu ndani ya mji wa Uvira. Waliendelea kuwaonya ikiwa wakiona jambo fulani lenye kuonekana kuwa linaweza kuhatarisha maisha ya binadamu wasisite kwenda kuiona serikali na kuijuza kuhusu habari yoyote yenye kuonekana kuwa ni ya wasi. Na hivyo serikali ya Kongo imeendelea kufanya mchakato huo ndani ya vijiji mbalimbali ambavyo waasi hao wa M23 wamekuwa wakitawala kwa muda fulani. Hivyo mpenzi mtazamaji, acha basi tuisikilize sauti ya mkuu wa operation hiyo akiongea kwenye media yetu. Msigusi itawaua. Kusimama kutuna kwa maskini na kuua inakupea sotia. Zoro tunawaza kama baba enemy balijiatia hivi tu manyumba makartie mafasi. Ukiona hivi unaenda mbali, unaenda ita mwenyata bitoshe, soit police, soit gouverneur, soit maire, soit unasikia. Unaambia bakubwa nchi ya mwingine, sawa? Unabisikia ba? Kama tunabachia mkiona vya hivi msiguse kabisa, mnaita watu. Sawa? Ndio hiyo. Okay ba? Nani mtataka? Mheshimiwa, utajitambulisha tena. Mimi ni mwananchi Joseph Lukongola Kalimo. Mimi ninakuwa umoja katika kamati ya Seselam ambao inahusika na kazi ya kuondoa bamine na kufundisha watu juu ya kuepuka ile hatari ya mine na mabomu. Na tuseme leo mnapatikana jijini Uvira na utatuambia tuseme mission principale ya nyinyi kuwapo. Kuja kwetu Uvira iko mkadre ya kazi. Kazi yetu hapa Uvira ni kuja kuongea, kufundisha watu kusudi wazidi kuepuka hatari ya mine, wazidi kuepuka hatari ya mabomu. Na kwa kifupi nitasema hivi, kwa ile sensibilisation yetu, mokle yetu iko nini? Ushiguse hata bomu moja, ushipige mguu, ushipige muti, ushilunguze. Ukaona bomu, ambia viongozi. Tunakuwa na gouverneur, tunakuwa na vice gouverneur, tunakuwa na maire de la ville, tunakuwa na commandant region, le general, tunakuwa na viongozi mbalimbali. Ukaona ile bomu wala grenade wala rokete wala obus de mortier, fika kwa viongozi uambie kusema naliona fashi fulani. Na tuseme Uvira kuna watu wengi, na utatuambia mbinu gani ambazo nyinyi mmeziandaa ili ujumbe hii ifikie watu wote ambao wanakuwa katika jiji la Uvira? Tulipenda kutumikisha mbinu ya media radio, kwani radio itaweza paza sauti kwa watu wote na watasikia.